Hujambo na karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Na kubwa ni mzozo wa Mashariki ya Kati ambao unazidi kupanuka huku vita vilivyoanzishwa na Marekani wakishirikiana na Israel dhidi ya Iran vikizidi kupamba moto. Na katika hotuba yake ya kwanza, kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei ameweza kuzungumza na kuelezea kila ambacho watakifanya kwa sasa kujibu mashambulizi, lakini pia kulipiza kisasi kwa damu ya mashahidi ambao wamepoteza maisha kufuatia vita vilivyoanzishwa na maadui Marekani wakishirikiana na Israel. Lakini pia ametoa onyo kwa nchi za Ghuba ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa ni supporter mkubwa mno kwa Marekani kufanikisha mashambulizi yake dhidi ya Iran, ya kwamba nazo pia zijipange kushambuliwa moja kwa moja na Iran. Lakini pia amesema kwamba Iran inashambulia kambi za Marekani, kambi za adui, na sio kushambulia mataifa ya Ghuba kama inavyonukuliwa na baadhi ya vyombo vya magharibi, lakini wao wanashambulia kambi za kijeshi za Marekani. Taarifa kubwa leo ni ndege ya kujaza mafuta ya Marekani ambayo imeanguka huko nchini Iraq. Ni ndege ya kijeshi ya Marekani aina ya KC-135 iliyojaa mafuta imeanguka magharibi mwa Iraq. Katika ajali hiyo, ndege mbili zilihusika na ndege nyingine ilifanikiwa kutua salama. Tukio hilo, kwa mujibu wa kamandi kuu ya Marekani, inasema kwamba halikutokana na mapigano ya adui au ya kirafiki, lakini ni kugongana kwa ndege hizo mbili ambazo moja ikafanikiwa kwenda kutua salama. Lakini kamandi kuu ya Marekani imegoma kuelezea kwa kina zaidi maafa yaliyotokana na ajali hiyo, huku ikiwa bado haijulikani kama watu waliokuwemo kwenye ndege hiyo kama wamepoteza maisha au walitoka wakiwa ni majeruhi. Wakati kamandi kuu ya Marekani kikanusha kwamba kuanguka kwa ndege hiyo ilikuwa ni kugongana kwa ndege mbili ambapo moja ikafanikiwa kutua salama, upinzani wa Iraq umethibitisha kwamba ni wao waliodungua ndege hiyo ya Marekani ya KC-135 magharibi mwa Iraq, lakini pia wafanyakazi wote ambao walikuwepo kwenye ndege hiyo wameuawa. Kundi la upinzani wa Kiislamu nchini Iraq limetangaza usiku wa manane kati ya Alhamisi na Ijumaa kwamba lilikuwa limedungua ndege aina ya KC-135 inayomilikiwa na Marekani magharibi mwa Iraq kwa kutumia silaha zinazofaa. Pia kundi hilo limetangaza kwamba lilikuwa limelenga ndege ya pili ya Marekani aina ya KC-135 magharibi mwa Iraq, ikibainisha kwamba wafanyakazi wake waliweza kutoroka nayo baada ya kugongwa na ikatua kwa dharura katika moja ya viwanja vya ndege vya adui. Taarifa hiyo imeongeza kuwa shabaha hiyo ililenga kutetea uhuru wa Iraq na wanaanga yake ambayo ilikiukwa na ndege za Marekani. Ukiangalia taarifa hii ambayo imetolewa na kundi la upinzani wa Kiislamu nchini Iraq inapingana na taarifa iliyotolewa na kamandi kuu ya Marekani. Wao wanasema kwamba walipiga ndege ya kwanza, lakini pia ndege ya pili, licha ya kwamba walishambulia wafanyakazi wa ndege, walifanikiwa kutoroka na ndege hiyo na wakaenda kutua kwa dharura kwenye moja kati ya viwanja vya ndege vya adui. Taarifa hiyo imebainisha kwamba ilifanya operation 31, yani kundi hilo lilifanya operation 31 kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na makombora kadhaa dhidi ya kambi za uvamizi nchini Iraq na eneo hilo katika saa 24 zilizopita. Msemaji wa makao makuu ya Iran, Qatam al-Anbiya, alikuwa ametangaza hapo awali kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya upinzani wa Iraq ililenga ndege ya Marekani ya kujaza mafuta magharibi mwa Iraq na kusababisha kuangushwa kwake na vifo vya wafanyakazi wake wote waliokuwamo ndani ya ndege hiyo. Jeshi kuu la Marekani limekiri Alhamisi kwamba operation ya uokoaji ilikuwa ikiendelea baada ya ndege ya kijeshi ya KC-135 kupotea katika anga ya Iraq wakati wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran.
Kamandi kuu ya Marekani imedai kwamba ndege mbili zilihusika katika tukio hilo, kwani moja ilianguka magharibi mwa Iraq huku nyingine ikifanikiwa kutua salama. Jeshi kuu la Marekani linafahamu kupotea kuhusu kwa ndege ya Marekani aina ya KC-135 inayojaza mafuta. Taarifa hiyo ilithibitisha na kwamba uokoaji wa ndege hizo ulikuwa ukiendelea. Pia taarifa kutoka Marekani ilidai kwamba tukio hilo halikuwa na matokeo yoyote ya ufuatuaji risasi wa uadui au wa kirafiki, wakipinga ya kwamba ndege hizo zilishambuliwa. Kinyume na maelezo ya Marekani, CBS News iliripoti kwamba ndege ya pili ya Marekani ilifanikiwa kutua Tel Aviv, lakini ilikuwa imeharibika. Mtandao huo ulinukuu chanzo cha ujasusi cha Iraq kikithibitisha kwamba ndege ya kwanza ilianguka karibu na mji wa Trebil kwenye mpaka wa Iraq na Jordan. Katika muktadha huu, mtandao huo uliripoti kwamba ndege nyingine ya kijeshi ya Marekani ya kuokoa watu waliojeruhiwa ilifanyika jana, ikiondoka Saudi Arabia hadi kambi ya Marekani nchini Ujerumani ikiwa na wanajeshi wapatao 19 waliojeruhiwa, wakiwemo wanajeshi wawili waliojeruhiwa wakati ndege isiyokuwa na rubani ikiripuka karibu na gari lao. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kwamba ndege ya Marekani iliyoanguka nchini Iraq ilikuwa na thamani ya takriban dola za Kimarekani milioni 200. Spika wa bunge la Iran, Mohammad Bakel Karibaf, alitoa maoni kuhusu kuangushwa kwa ndege hiyo akisema, familia za Marekani zina haki ya kujua ni kwa nini rais wa Marekani Donald Trump anawatoa kafara watoto wao kwa ajili ya ndoto za Netanyahu na kujitanua. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa kwa kina zaidi kuhusu kile kinachoendelea huko Mashariki ya Kati, lakini pia hata huko Marekani wabunge pia wameanza kuzungumzia ndege hiyo, ambapo kundi hilo la Kiislamu kutoka Iraq limethibitisha kuangusha ndege hiyo, lakini pia likithibitisha ya kwamba watu 5 wakiwamo katika ndege hiyo wote wamepoteza maisha. Mbunge wa chama cha Democratic Jimmy Himes ameiambia BBC News kwamba bado ni mapema sana kubaini kilichosababisha tukio hilo, akiongeza kuwa natumaini wafanyakazi waliokuwa ndani ya ndege hiyo wapo salama. Hii ni sehemu ya gharama isiyoepukika ya vita. Hata jeshi bora haliendeshi shughuli zake bila kupata ajali, na hilo ndilo lililoonekana kutokea sasa. Amesema tunaomba usalama wa wafanyakazi, lakini hii ndiyo gharama ya kulipia wakati taifa linapoingia vitani. Ni wabunge wameanza kuzungumzia ajali hiyo kila mmoja, lakini nao pia wakitoa maoni yao kutokana na taarifa iliyotolewa na kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani. Mengi nitakuhabarisha hapa kubwa, endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa zaidi.